Welcome back, friends. This is Dr. Mrara Lecturers. Don't forget to click the subscribe button and to click the bell, then put all for more updates. To join our Telegram group for discussions, just click show more in the description. Then if you scroll down, you see the links for the O level and the A level group. Welcome back, friends. This is Advanced Biology Coordination, and today we have the session 12. In the previous session we discussed about the nerve impulse, and we discussed about the concept of nerve impulse. We discussed a little introduction about the resting potential and how is it determined, and the charges, or the concept of the electrochemical gradient. We discussed them in the previous lecture. Now in this lecture we are going to continue, and in this period we are going to discuss more special about the resting potential. Now let's start about discussing the resting potential. Here we will discuss about the generation and maintenance of resting potential. Generation and maintenance, how does it generated and how it is maintained. Resting potential is an electrical potential of a neuron. Or other excitable cells relative to its surrounding when it is not stimulated or it is not involved in the passage of impulse. Or in other words, we can say the potential difference across the membrane when it is not stimulated, in which inside of the cell is negative. We said in the previous session, inside of the cell is negative with respect to the outside. That is what we define as the resting potential. So inside of the cell is negative with respect to the outside of the cell. That is resting potential. Now, the resting potential is the result of the distribution of four ions. We said in the previous lecture that we don't consider all ions, but you should know about these four ions which we are considering with respect to the resting potential. So the four ions, we have potassium, we have sodium, then we have chloride ions, and we have organic anions. So in the maintenance of the resting potential, we are dealing more with potassium and sodium, and even in the action potential. We will see later, more especially in resting potential is maintained more especially with the potassium ions. So initially the concentration of potassium ions and organic ions is higher inside the neuron. Kwa hiyo ndani mna potassium nyingi, while the concentration of sodium and the chloride is higher outside the neuron. Kwa unaweza kaona ndani mnakuwa mna potassium, nje mnakuwa mna nini? Mna sodium. The membrane, however, is considerably more permeable. Lazima uelewe sana, more permeable to potassium ions than any of the other. To nini? To potassium ions. Ndio maana nimekuambia resting potential is maintained more especially by the potassium ions. So at the potassium ions concentration inside the neuron is 20 times greater than that of the outside. Potassium ions rapidly diffuse out, manake zinakuwa zinatoka ndani zinaenda wapi? Nje, kwa sababu ndani mnakuwa na concentration kubwa kuliko nje. That is chemical gradient, kama tulivyo discuss kwenye session iliyopita. Kwa hiyo ni chemical gradient, manake potassium ions inside of the cell, they are many as compared to the outside. Hiyo inakuwa ni chemical gradient. So zina diffuse, by diffusion zina move toka ndani kwenda nje. Na naamini kama umesoma transport, lakini transport hiyo ni topic ya form 6, utaenda kuelewa diffusion ni nini. Lakini simply diffusion ni movement of materials kutoka kwenye the high concentration kwenda kwenye the low concentration. The materials can be gases, can be solids, can be liquid molecules. Like in diffusion, the movement of
molecules, ions or particles from their high concentration, their low concentration. So the potassium ions, they will diffuse from inside of the membrane kwenda kwenye outside of the membrane. This outward movement of potassium ions, means that the inside will become slightly negative. Kwa sababu gani? Potassium ambazo ni positive zimemove kutoka ndani kwenda nje. Zikimove kutoka ndani kwenda nje, maana yake ndani mtaonekana kuwa ni negative. Tunawachukulia mfano labda kama tukawa tuna shule, halafu kukawa kuna wanafunzi wanaperform vizuri, wakiondoka bila shaka tutasema kwamba ufaulu wa shule utashuka. Kwa sababu gani? Wanafunzi wenye uelewa na waliokuwa na faulu vizuri wameondoka. So even the potassium ions, kwa sababu zinakuwa inside of the membrane, zinakuwa nyingi kuliko outside. So actually ni kwamba potassium zinapokuwa zina move kwenda outside, ndani mnabakia slightly negative. As more potassium ions move outside, the less able they are to do so in time. So zinapozidi kumove kwenda outside, potassium zinakuwa zinazidi kushindwa kuendelea kufanya kile ambacho zilikuwa zinafanya. So in time an equilibrium is reached. Na hiyo equilibrium inapo ikishakuwa reached, hiyo equilibrium, nini kinatokea sasa? Whereby the rate at which they live is exactly balanced with the rate of entry ya hizo potassium. Kwa sababu potassium ions kwenye resting potential, the potassium gates zinakuwa open. Potassium gates zikiwa open, manake zinakuwa zinaruhusu kupita kwa potassium across the membrane. Kwa kama rate ya kuingia kwa potassium na rate ya kutoka zitafanana, therefore the electrochemical gradient of potassium ions, which largely creates the resting potential. Electrochemical gradient of potassium ions, which generate or create the resting potential. So the resting potential is maintained by active transport of ions. Against the electrochemical gradient. So you should note these points: the active transport of ions against the electrochemical gradient. Kwa sababu nimekuambia kwamba potassium zita move outside by the electrochemical gradient na nyingine zita move inside, kutokana na kwamba electrochemical gradient ndio ambayo itazimaintain. Sema kwamba zikishazidi nje zitaanza kumove tena kurudi inside. Lakini the active transport of these ions is against the electrochemical gradient. Kwa inakuwa ina pump kutoka kama kwenye low concentration kwenda kwenye high concentration, kutoka kwenye charge ambayo inazivuta kwenda kwenye charge ambayo inazirepel. So the electrochemical gradient by the sodium potassium pump. Kwa hiyo kuna hizi pump zinaitwa sodium potassium pump. Hataenda kudiscuss sana kwenye topic ya transport, lakini hapa lazima ujue tu kwamba these pump they are present in the membrane, and they are the one which are responsible in maintaining the resting potential of the cell. So these are carrier proteins located in the cell surface membrane. They are driven by the energy supplied by the ATP, and the active movement of these ions is opposed by the passive diffusion of ions, which constantly passes down the electrochemical gradient through a specific ion channel. The rate of diffusion is determined by the permeability of the axon membrane to the ions, ambao hapo tulisema kwamba potassium ions concentration inside the cell is 20 times greater as compared to the outside. Lakini pia kuna factor ambayo huwa inasema kwamba the permeability of the membrane to potassium inavyokuwa at rest inakuwa ni 20 times greater than that of sodium. Therefore potassium ions loss from the axon is greater than sodium ion gain. This leads to the net loss of potassium ion from the axon and the production of a negative charge. Kwa kama ambapo unaweza kuona hapo kwamba production ya negative charge inatokana na exit of potassium ions. So that's all about the resting potential. The diagram here
show the structure of the axon membrane. Hata kama diagram haionyeshi vizuri, lakini I hope kwa wale ambao mtakuwa mna BS, ukifungua utaiona hii diagram vizuri zaidi, wamesketch vizuri zaidi. Lakini kama hauna BS, hauna understanding, hii inaweza kusaidia ku understand nini ambacho huwa kinatokea. Unaweza kaangalia huku concentration of potassium, huku ndo outside the axon, huku ambao kunaonekana, huku ni outside the axon, huku outside the axon, na huku ndio inside the axon. Kwa hiyo huku unaona wamerebo outside, hapa wamerebo inside. So what happens here ni kwamba huku nje kuna high concentration ya potassium ni 20, wakati sodium ni ngapi? 450. Huku ndani potassium ni 400, sodium ni 50. Kwa hiyo unaweza kaona hiyo kwamba huku nje sodium ni nyingi, potassium huku ndani ndo nyingi. Kwa hiyo hii gate hii hapa ni potassium gate hapa. Hii potassium gate yenyewe huwa always inakuwa open, kwa sababu I mean channel, sio gate, channel. Hii channel ya potassium huwa always inakuwa open. So hii channel ina allow potassium kuingia na kutoka. Mwanzoni tulisema kwamba katika resting potential potassium zinakuwa zinatoka ndani zinaenda nje, that is at first. Lakini baadaye equilibrium ikiwa reached, potassium nyingine zinakuwa zinatoka nje zinaingia wapi? Zinaingia ndani through this channel, hii potassium channel. So hii potassium channel pia ndio ambayo inachangia permeability ya potassium at resting iwe kubwa kuliko ya sodium. Kwa hii hapa ni potassium channel, lakini tutaenda kuona baadaye sasa kwenye action potential kwamba katika hizi channel ziko nyingine ambazo zinakuwa zimezibwa. Kwa unakuta labda channel kama hiyo hapo, lakini labda let's say kama hapa pamezibwa hivi. Kwa hapa palipozibwa hapa labda panafunguka kwa umeme. Okay, let's say ngoja ni change color. Let's say hapa ndo pamezibwa hivi na panafunguka kwa umeme. Kwa hiyo charges zikibadilika, let's say kwa mfano panakuwa pamezibwa hivi na hapa kiwa pamezibwa hivi, manake no ions they allowed to pass kutoka nje kuja ndani na ndani kuja nje. Lakini kama potential membrane ikibadilika, basi panakuwa pale palipozibwa panaondoka na ions zinaweza kupita. Hizo hapo zinaitwa gated channels. Hii ni channel ya kawaida, ni open channel, lakini ziko nyingine zinaitwa gated channel, maana zinakuwa kama zina mageti, au kwa jina jingine rahisi zinaitwa gates. So the gated channel ndo zina allow channel kupita ikiwa tu membrane potential ikibadilika. Sababu tumeshasema sasa hivi membrane potential humu ndani ni nini? Ni negative, kama unavyoona huku nje ni positive. Lakini kama potential ikibadilika, zile gated channel ndo zinakuwa zina uwezo sasa kufanyaje? Zinakuwa zina uwezo wa kufanya kazi hapa. Lakini pia unaweza kuona hapa kwamba tuna nani nyingine hapa. Tuna channel nyingine hapa ambayo hii hapa ndo tunaita sodium potassium pump. Actually it is not channel kwa sababu yenyewe hairuhusu potassium na sodium tu kupita, lakini actually this is the protein ambayo ina act as the sodium potassium pump. Now hizi zilizokuwa labeled kama kwa rangi hapa, zenyewe hizi hapa ndo wamechukulia kama ni wamechukulia kama hizi hapa ni sodium. Hizi hapa ni sodium, alafu hizi hapa za njano ni potassium, kama ambavyo unaona wamerebo hata hapa na pale wamerebo. Kwa hiyo hii hapa inakuwa inafanya exchange hapo. Hiyo get hii nini, sodium potassium pump. Kisikia sodium potassium pump ndio hapo. Hiyo sodium potassium pump inakuwa inafanya exchange hapo. Kwa hiyo ndani zikiingia sodium, zikiingia potassium 2, huku nje zinakuwa zinatoka sodium 3. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinakuwa kinatokea hapo. Maana yake hapa zinatoka 3 sodium ions, 3 sodium ions zinakuwa zinatoka hapo. Zinakuwa zinatoka 3 sodium ions, wakati huku zinakuwa zinaingia 2 potassium, zinakuwa zinaingia 2 potassium ions. Kwa hiyo kifupi hivyo ndivyo ambavyo inakuwa. Na unaweza kuona kwamba potassium zikitoka, manake ndani mnakuwa negative.
na pia hata hii pump tutaenda kuona baadaye kazi yake inavyosaidia katika ku maintain resting potential, Like this is the structure of the membrane, na imechorwa hivyo kama simplified tu ili uweze kunielewa. Kuna gates nyingine hapa nimekwambia zinaitwa, kuna channel nyingine zinaitwa gated channel, hazijaonyeshwa kwenye hii diagram, lakini kwenye explanation ya action potential hata ukienda kuvisit reference book ambayo ni biological science utaziona. So thank you everybody, tunaishia hapo kwenye hii session. Inayofuata tunaenda kuangalia kuhusu action potential is ya development, kwa sababu hapa nimeshaelezea resting potential and how it is maintained. Tumesema resting potential it is maintained by the active transport of ions. Tutaenda kuangalia session inayofuata kuhusu action potential and how it is generated, mambo ya depolarization and depolarization. Thank you everybody. Don't forget to subscribe the channel and to share the link for your fellow students to assess these periods. Thank you.